Mimi nimefarijika sana katika ziara hii ya siku 4, ziara ambayo nilipanga kuifanya kama mwezi mmoja na nusu uliopita, lakini baraza kuu liliamua kwamba baada ya baraza kuu tuweze kufanya ziara visiwa vya Pemba na Unguja, lakini kwa sababu ya maradhi ya corona ikanibidi niahirishe ziara. Nashukuru ziara nimekuja kuifanya. Palikuwa na advance team ilikuja kutazama mazingira na viongozi wangu wa wilaya zote za Pemba, wilaya 4 za Pemba, wakasisitiza kwamba tunamhitaji mwenyekiti aje kufanya ziara. Kwa hiyo nikakubali, na ndio ilikuwa mara ya kwanza kufanya shughuli za chama katika kipindi chote hiki cha maradhi ya corona. Nimefarijika sana, kwanza kwa mapokezi mazuri, mapokezi ambayo nilipofika hapa tarehe 6 nikaenda wilaya ya Mikeweni, tukafanya ziara katika wilaya ya Mikeweni. Wanachama walikuwa ni wengi, pamoja na kwamba tulikuwa na hali ya mvua, lakini tulipokelewa vizuri na wanachama wengi wengine walichukua kadi, lakini pia tumeweza kuzindua upya matawi mengi. Halafu siku ya pili nikaenda wilaya ya Wete. Wilaya ya Wete ndiyo iliyokuwa imenistajabisha zaidi, kwa sababu Wete ndio ilikuwa inaonekana kama ni ngome yetu, na kihistoria ni ngome yetu, na Seif Sharifu anatokea Mtambwe, wilaya ya Wete. Lakini mapokezi tuliyoyapata Wete katika majimbo yote yalikuwa ni mapokezi makubwa, pamoja na kwamba ratiba ilikuwa ndefu na utekelezaji wake ulikuwa ni mgumu, lakini tuliweza kuitekeleza ile ratiba, na nyewe wenyewe mliona mapokezi yalivyokuwa na watu walivyokuwa wako tayari kukilinda chama chao. Lakini pia nilifarijika, niliweza kupata fursa ya kwenda kutazama familia ya katibu mkuu wetu marehemu Halifa Suleiman Halifa, na wao ndio waliotuandalia chakula cha jioni pale. Kwa hiyo nilishukuru sana kwenda kuwatazama familia na kuwapa pole. Siku ya 3 tukaenda wilaya ya katika mkoa wa Kusini, wilaya ya Mkoani, na wilaya ya Mkoani nayo ilikuwa ni nzuri, tumepokelewa vizuri, na tulipata fursa katika jimbo la Kiwani kuweza kufungua ofisi kubwa ya jimbo, ofisi ambayo kwa kweli hata Tanzania bara tuna ofisi kubwa ya wilaya ya Kinondoni, haupati ofisi kama ile tulioifungua Kiwani, ofisi ya jimbo la Kiwani, na makaribisho na mazungumzo na viongozi yalikuwa mazuri, na leo ndio imetia fora tena wilaya hii ya Chake, ambapo tumezunguka na pamoja na barabara kuwa mbaya na ilitubidi tuweze kutembea kwa muda mrefu, lakini mapokezi tuliyopata katika kituo chetu cha kwanza ni kijiji gani kile? Bilikau. Nikawa naelezwa kwamba kuna mzee aliyokuwa na birika lake, basi likawa lilo birika halioni, akawa anaulizia birika liko wapi? Birika ndio ikaitwa Bilikau. Sasa kama nimefungiwa ngulai sina uhakika, lakini leo tumeenda Bilikau na mapokezi ya Bilikau yalitia fora, na tukajikuta sio tunazindua tawi moja, tumezindua matawi mawili. Nadhani kadi pale zilizochukuliwa na vijana hasa karibuni zaidi ya kadi 200 kutoka Bilikau. Tukaenda katika jimbo la Wawi, na kutoka jimbo la Wawi tumeenda jimbo hili la Ole, jimbo la Ole. Kwa hiyo na tukapita mpaka Kangagani pale, ni jimbo la Ole hilo. Kwa hiyo lakini Kangagani ni jimbo la Kojani, lakini pale Ole mjini ni jimbo la Ole. Kwa hiyo nimefarijika sana kwa sababu watu bado wanakipenda chama chao, na Pemba bado ndiyo ngome ya chama cha CUF. Nadhani Seif Sharifu alifanya makosa makubwa
alifanya makosa makubwa ya kuhama chama. Ingebakia ndani ya chama, tungemsamehe, tukajenga chama, tukaweza kukiendeleza chama, lakini alifanya maamuzi yale. Sasa ni maamuzi ambayo watu wanaamini kabisa kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ililetwa na chama cha CUF. Tukaipoteza 2015. Tuna malengo ya kuhakikisha kwamba 2020 serikali ya umoja wa kitaifa inarejea tena. Wazanzibari wawe kitu kimoja, tutendeane haki, visiwa vyote vya Pemba na Unguja pasiwe na ubaguzi. Tuweze kuwa na vyama vyetu vya siasa, lakini vyama vya siasa visiwe chanzo cha uadui. Tuweze kufanya siasa za kisasa. Siasa za kisasa, tushindane kwa hoja, nani ambaye anaweza kuhudumia wananchi vizuri zaidi. Na ile katiba ya umoja wa kitaifa inatupa fursa sisi, tukiwa na mawazo yetu na ilani yetu ya uchaguzi na sera zetu, kuweza kuwashawishi wenzetu kwamba hizi sera ni vyema ziweze kutekelezwa ili wananchi wa Zanzibar waweze kunufaika, matatizo yao yaweze kutatuliwa, lakini pia Zanzibar iweze kuwa na haki sawa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ziara yetu kwa kweli ni zaidi ya mategemeo niliyokuwa nayo. Nilikuwa napata taarifa lakini nilipokuja mwenyewe hapa, na washukuru sana viongozi wangu wa wilaya zote 4 za Pemba, na vile vile namshukuru sana mjumbe wetu wa baraza la wadhamini. Kwa kweli mzee Musa Haji Kombo, na yeye amekuwa katika waratibu, lakini pia kuna timu ambayo ilikuja mapema kuweza kutazama hali, na yenyewe ndiyo iliyonisisitizia kwamba viongozi wa Pemba wanakuhitaji uweze kufanya ziara, pamoja na kwamba umejifungia Kilongawima kwa sababu ya corona. Tafadhali uje Pemba huku, na Pemba kuna mizizi ya kila namna huku. Kwa hiyo kama patakuwa na matatizo ya corona utajifukiza na unaweza ukaendelea na ziara yao. Kwa hiyo namshukuru sana mkurugenzi wangu wa itifaki na udhibiti, naibu mkurugenzi, ambaye ndio aliongoza timu iliyokuwa imekuja hapa kuweza kushirikiana na viongozi wa wilaya. Na nashukuru sana katibu wetu wa wilaya ya Wete, Mheshimiwa Masudi, ambaye amefanya kazi ya ziada kurejesha uhai wa chama. Uhai wa chama Wete umekuwa ni uhai mzuri, na amefanya kazi nzuri. Majimbo yote 5 ya Wete sasa yako vizuri, na tunawaeleza tu ACT wamepora ofisi zetu, wazirejeshe, kwa sababu chama cha siasa kupora ofisi za chama kingine cha siasa ni kuvunja sheria ya vyama vya siasa, na unapovunja sheria ya vyama vya siasa adhabu inaweza ikawa kubwa, ikakugharimu sana. Kwa hiyo ni bora haya majengo ambayo mengine wamehoji wameyapaka hata rangi, ambapo na ushahidi wa bunge wetu ndio waliojitolea kuweza kuyajenga majengo haya. Mimi binafsi kama mwenyekiti wa taifa nimefungua ofisi ya wilaya ya Wete. Ofisi ya wilaya ya Wete imejengwa kwa michango ya wabunge wetu, akiwemo marehemu katibu mkuu wetu Halifa Suleiman Halifa. Leo ACT kuichukua ofisi ya Wete, ofisi zetu hizi za hapa palikuwa pana ofisi nzuri tu hapa ilojengwa na wabunge wetu, na ikapewa jina la muasisi wetu wa chama Maalim Juma Ngwali Hall, lakini nayo imeporwa. Tunatoa wito kwa ndugu zetu wa ACT waweze kurejesha ofisi za CUF bila matatizo, ili na wao kama wanahitaji kujenga ofisi wazijenge ofisi zao, wasichukue ofisi za CUF. CUF bado chama kipo, kina wanachama, kina waasisi, na nyie wenyewe mmeona wananchi wa Pemba wanachotambua ni kauli mbiu ya CUF ya haki sawa kwa wote. Kauli mbiu ya ACT Wazalendo wala hawaitambui, haina mvuto, haina vionjo, haina itikadi, haina sera ya haki sawa kwa wote iliyokuwa ndio mvuto
Shukran Prof. Asante. Za kimichezo, burudani, habari za kisiasa, zote zinapatikana ndani na Sterling wetu Dani Kaboma, Sterling wetu wa Icon TV, Sterling wetu Dani Kaboma na Sterling wetu wa Icon TV, wote tufate Icon TV. Asema wote tufate Icon TV, wote tufate Icon, Icon TV. Na namwombea dua Dani na timu mzima ya Icon TV. Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, Dani aweze kuwa na watendaji zaidi, Icon TV iwe brandi kubwa, isambae nchi nzima, iwe chombo kikubwa, na sisi tutashirikisha zaidi.